Kwa majina naitwa Sergeant Shafii Maziku, afisa habari wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Tabora. Nafikiri tukienda moja kwa moja kwenye mada yetu kuhusiana na kujikinga na masuala mazima ya radi. Nafikiri ndio mada yetu kuu. Sasa kwenye masuala mazima ya radi, radi kuna mambo mengi kiasi ambayo kama wananchi wanapaswa kuyafahamu, lakini kutokana na tafiti mbalimbali ambazo zilifanywa na profesa kama Zima huyu Reza, profesa huyu wa chuo kikuu cha New York huko Marekani, na majarida mbalimbali na vyombo mbalimbali vya kimataifa kama BBC. Kwa sisi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika mahusiano kwa jamii, masuala mazima ya elimu kwa umma, kwa tungeomba kutoa kama ni rai katika masuala mazima ya radi hizi katika hiki kipindi cha mvua. Kwanza lazima tufahamu kwamba radi ni nini. Halafu tukishajua radi ni nini na inatokana na kitu gani, ndio sasa tunakwenda kwenye masuala mazima unajikingaje na hiyo radi. Radi hutokana na umeme, unasema umeme tuli, ambao ni tukio ambalo kutokana na tofauti ya umeme kati ya mawingu na ardhi. Na sasa inapotokea huwa ni cheche kubwa ambayo hutoka mawinguni yenye nguvu kubwa, ambayo sasa inaposhuka chini ya ardhi husababisha madhara makubwa kwa binadamu, ambayo inaweza kapiga kwa kasi hiyo, lakini husababisha moyo wa binadamu ukasimama na kutokufanya kazi zaidi, au pia huunguza ndani ya mwili wa binadamu au kwenye mwili wa binadamu viungo muhimu vya binadamu. Sasa na umeme wake ni mkubwa sana. Sasa inapopiga huwa ina madhara makubwa, na robo tatu ya waathirika wanaopigwa na radi huwa mara nyingi sana hupoteza kabisa, saa nyingine baadhi ya viungo vyao, au hupata kilema cha maisha wanapopigwa na radi. Kwa hiyo radi ni umeme ambao una volts kubwa sana. Kwa hiyo ikitokea bahati mbaya sasa kwa kupiga husababisha madhara hayo, kifo au baadhi ya viungo vya mwili vikapata hitilafu. Sasa radi inatokea wapi? Kitaalamu wanasema kwamba kwenye radi kwenye anga kuna neno la Kiingereza wanasema troposphere. Kuna neno la Kiingereza. Sasa hutokea juu na kupiga chini. Lakini radi kama radi huwa inaanzia juu, inapiga kwenye mawingu mpaka kwenye wingu lingine, au kutoka kwenye mawingu mpaka kwenye nini? Kwenye ardhi. Ipo hivyo. Lakini radi voltage yake ya radi ni karibia volts milioni 125 ukubwa wake, kwa ni umeme mkubwa sana.
ukilinganisha na huu ambao hata sisi tunautumia. Kwa sababu ikitokea bahati mbaya imekupiga, huwa kuna madhara kama hayo ambayo unaweza kuyapata kutokana na huo ukubwa wake wa nini, wa umeme. Kwa hiyo kuna masuala ya kufanya ili likitokea hili sasa uweze kufanyaje, uweze kujisaidia. Kwa kwanza, radi ina mipigo karibia mitatu. Radi inaweza kukupiga moja kwa moja mwenyewe kwenye mwili. Inaweza kukupiga moja kwa moja mwenyewe kwenye mwili. Lakini radi pia inaweza ikapiga sehemu ambayo inapitisha umeme, ikakuathiri pia na wewe kama mwanadamu. Kwa mfano, labda umekaa sehemu ambayo labda kuna chuma au umeegemea chuma, ikipiga ile radi ikigusa kwenye kile chuma, na mwenyewe unapata nini? Unapata athari. Lakini radi inaweza ikapiga chini. Sasa ukiwa labda mfano umepiga chini, lakini upo kwenye maeneo hayo ya kwenye ardhi, lakini labda kuna unyevu mkubwa huko ndani ya maji, mathalan labda pia labda unaogelea, kuna possibility pia kubwa ukafanyaje, ukapata athari hizo za nini, za radi. Kwa radi inapopiga kwenye maeneo hayo, kwenye mazingira hayo, kuna possibility kubwa ukafanyaje, ukapata madhara kama binadamu. Sasa jinsi ya kujikinga na radi. Radi kwanza, kabla ya radi kupiga, tunasema dalili ya mvua ni nini? Ni mawingu. Na mara nyingi sana huwa radi haipigi kiangazi au kipindi labda hakuna mawingu na mvua na kila na mambo kama hayo. Huwa radi kutokea ni nadra au haiwezekani tu ikatokea. Labda radi ambayo labda ina maelekezo hiyo maalum, ambazo labda kama hizo zinazopiga sio, nasema sio Kigoma, sio wapi huko, kwenye mambo fulani ya imani hizo zingine. Lakini radi inapiga kipindi cha nyakati za mvua. Sasa unapoona kuna dalili ya mawingu au saa nyingine inaweza takapiga saa mvua kabla haijaanza kunyesha, lazima uteke tahadhari au uchukue tahadhari. Labda mfano labda uko kwenye mtu unaogelea, au labda pia hata unatembea, unapaswa kwenda sehemu ambayo unaweza ukaingia na ukajikinga vizuri na nini, na mvua. Lakini hata kama inapopiga ile radi, yani kwamba usio na urahisi wewe wa kupata athari hizo. Mfano labda kama unatembea, labda kuna nyumba mahala, unaweza ukaomba ujihifadhi ukaingia ndani. Lakini labda msikiti au kanisa, ukaingia ndani sehemu ukakaa umefanyaje, umetulia. Kwa radi kama ikipiga, kuna possibility kubwa ya wewe ukawa salama. Lakini radi huwezi kujikinga nayo kwenye miti, hasa chini ya miti. Tunaelewana vizuri hapo? Kwenye miti. Maana kuna wengine mvua inanyesha, anakwenda kujibana kwenye mti. Bimaana kwamba akiwa anajikinga na nini? Na mvua pamoja na radi. Au sana sana inakuwa ni mvua. Sasa unapokuwa umeenda kujikinga kwenye mti na mvua, ukiogopa labda ya matone ya mvua yasikuloeshe, ikapiga radi, kuna possibility pia kubwa ya kufanyaje, ya kuathirika. Kwa hiyo unapokuwa kwenye mti, at least ukae kwenye lile shina la mti pale walau mita 2.5 mpaka 3, ndio usimame. Kwa hata kama inapopiga, kwa sababu nature pia ya radi inapopiga inaangalia sehemu ambayo iko juu. Sehemu ambayo iko juu. Kwa hiyo inapopiga afu inafanyaje? Inateremka sasa kukimbilia wapi? Ardhini. Tumeelewana vizuri hapo? Inapopiga inatoka juu kwenda wapi? Chini ya ardhini. Na ndio maana hata kwenye nyumba zetu, ili pia kutuweka salama
Aidha labda hata vitu vyetu sisi visiungue ambavyo vinavyotumia umeme vya aina mbalimbali, mfano TV, labda friji na vitu vinginevyo. Unapoweka wiring yako katika nyumba, kuna ile earth rod, waya wa earth ule, umeona ile kubwa inachukua radi hata kama ikipiga, halafu inaizamisha wapi? Inaizimisha chini. Hiyo ni kitaalamu. Kwa unakuta kama nyumba haipo vizuri, au una nyumba umeweka wiring yako, vitu kama hivi hujazingatia au havipo, ikipiga ndio utakuta mwingine anasema nimepiga radi, TV yangu imeungua, labda friji yangu imepiga shoti na nini, kwa sababu inapitisha nini, yani hakuna kitu cha kuweza kuichukua ule umeme na ukauzamisha chini kwa radi. Kwa ikipiga moja kwa moja kwa italeta shoti, na hivyo ambavyo nilivyokuambia vina possibility pia kubwa ya kufanyaje, ya kuungua. Na ndio maana sasa kipindi cha mvua, mfano kama radi kama hizi zinasababisha vitu kama hivyo, kitaalamu unatakiwa udisconnect kila kitu ndani ya nyumba vinavyohusiana na masuala ya umeme. Mfano labda una nini hizi tuna za kuconnectia vitu mbalimbali, extension cable hizi, unatoa kabisa extension, so uzime pale kwenye switch, hapana, kwenye switch socket una disconnect kabisa, unatoa kabisa katika extension yako katika cable. Kama ni waya wa TV unachomoa, sio waya wa friji unachomoa, kwa sababu unapokuwa connected ndio unapoingia sasa ule umeme mpaka kufika kwenye nini, hata kama ukao umezima. Kwa ndio maana mtu mwingine anashangaa, nimezima lakini sasa imekuwaje imeungua? Umeme pia still unapita. Kwa sababu unapita kwa sababu gani? Ndio unavyosema ni waya au ni chuma. Umeona inafanyaje, inapenyeza nini umeme kuingia. Kwa ndio maana unatakiwa ujikinge na radi. Ukachambala kukaa kwenye nyumba ambazo zipo salama au kwenye majengo ambayo yako salama, lakini kwenye mti unaona distance unatakiwa usimame ili ile inapopiga isiweze kukuathiri. Lakini upo ndani ya maji unatakiwa utoke. Upo labda eneo labda la kwenye viwanja vya michezo, labda ghafla tumetokea na mkashindwa labda kukimbia labda kwenye ndani ya majengo na nini kujihifadhi, unatakiwa uchuchumae. Unapochuchumaa labda hiyo radi inapiga, miguu yako hii unatakiwa uigusanishe iwe sawa sawa, sio upande. Ile mguu upande hapana, iwe mguu sawa, lakini mguu sawa wenyewe na hii miguu igusane. Sababu gani? Radi inapopiga inapiga mguu mmoja na inatokea katika mguu mwingine. Sasa kitaalamu itapokuwa imepiga sasa, kwa hiyo itakuwa imegusa yote miwili. Pakutokea hapo kutakuwa hakuna. Kwa hiyo unapokuwa umegusanisha, hata kama ikipiga athari yake inakuwa tofauti na uko umefanyaje, umeachanisha. Sio, umefahamiana vizuri? Yaani unapokuwa umepigwa, hata kama funi ikatokea sasa ikakupiga, athari inakuwa ni ndogo, kwa sababu ilipopiga pakutokea hakuna. Sio, tumefahamiana vizuri? Ikipiga mguu mmoja, ikipiga afu na kutokea huko, athari inakuwa ni kubwa. Kwani mguu wa pili utakuwa umeshautoa, si bado uko pale pale? Ndio maana nasemaje, inapokuwa imepiga huko hivi, wakati mnapigwa hapa imepigwa yote miwili. Yaani kama uko umepigwa shoti hapa mara moja tu. Okay. Hakuna pa kutokea hapa. Sio vizuri? Kwa hiyo wanasema kwamba inapopiga mguu wa pili uko umeiachanisha na ikatokea huku, athari yake inakuwa ni kubwa sana. Athari yake inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo wanasema ni vizuri zaidi ufanyaje? Kuna possibility kubwa ukapata athari ambayo hata ukipelekwa hospitali
inawezekana pia ukafanyaje, ukapona. Situmia vizuri kwamba athari unayopata hapa ukiwa umegusanisha miguu yako miwili ni tofauti na ukiwa umefanyaje, umeachanisha. Katika research iko hivyo, wataalamu wanasema inaingia huku inatokea huku. Sasa inapoingia huku na kutokea huku ndio inapokuwa cha kubaya au pabaya, athari yake inakuwa ni kubwa sana. Kwa sababu tunaposema radi inatokea katika chini, radi inatokea katika chini ya anga, chini hapa, ambao kwa Kiingereza ndio jina linakuambia kama troposphere, neno la Kiingereza. Sasa radi inatokea kipindi cha kiangazi. Imani hizi wapo ambao ni mashuhuda pia, vipo japo kuna baadhi ya maeneo zinakataa, na ndio maana kwa sababu sometimes ukizifuatilia sana watu mpaka wanakwenda kufiwa na uwana. Lakini sasa evidence ya kupata kwenye imani hizi inakuwa shida, ndio maana huwa serikali kama serikali hawazi entertain. Lakini imani hizi zipo kweli. Kuna radi zinapiga muda wa kiangazi, naweza kwamba sasa zitakuwa hizo radi zina maelekezo maalum na zipo, na kuna watu pia wanakufa kutokana na hayo mambo. Kwa mtu ambaye kwani nimesikia kweli imepiga hiyo, na wenyewe pia ambao wanaishi maeneo hayo na ambavyo vitu vipo kweli wanakueleza kweli hivyo vitu vipo. Sasa kwa mtu ambaye sasa labda hujai ku experience kwa kitu kuona, unaweza kuona kama ni hadithi, anapata haiwezekani. Lakini sasa mfano labda ukishuhudia ambao labda mtu ushuhuda akikuelezea, wapo ambao wanatoa ushuhuda kabisa kweli imepiga na imemuua mtu. Lakini na kwa hiyo sio radi ya kawaida. Kitaalamu huwa radi haiwezi katokea kipindi cha nini? So na mvua, yani as long kwamba labda kuna mawingu. Maana inapopiga ile inasambaa kutoka wingu mpaka wingu na kutoka wingu mpaka chini ya ardhi. Umeona? Inakuja sasa kuchini nini, chini ya anga. Umeona? Sasa inapokuwa, ndio maana nilisema mwanzoni kwamba unapoona hizi dalili za mawingu, ndio maana hata sometimes nakwambia inaweza ikapiga radi kabla hata mvua haijaanza kunyesha. Lakini azongo kwamba mawingu yashafanyaje? Yashasambaa. Sasa ndio ule utaratibu sasa wa ile tofauti ya ile ya umeme, mvutano au umeme kati ya mawingu na ardhi ndipo anapoanza, ndio inapiga. Na ndio kutoa hiyo cheche sana kukwambia, ambayo yenye nguvu kubwa kutoka juu mpaka chini ya ardhi, ambayo ndio inaweza ikasababisha sasa ikampiga binadamu na kusababisha moyo wake kufanyaje, kusimama au kuzima kabisa. Kwa sababu kwanza ule mshtuko, kwa sababu binadamu, nature binadamu moyo hautaki mshtuko mkubwa. Inapotaka kama ni kitu kimegongwa hata kwa sauti kubwa tu, yani automatically binadamu lazima utashtuka. Iko hivyo. Yani inatakaga utulivu, haswa moyo. Umeona? Kwa ndio maana hata taarifa tunaweza kumpa mtu taarifa ambayo yeye itakayomfanya ashtuke, ndio mtu anapata heart attack sometimes, anafanyaje? Anafariki, anakufa. Hiyo ni nini? Hiyo ni taarifa tu mtu kapewa, lakini ule mshtuko anaopata kutokana na mapokeo ya ile taarifa anakufa. Sasa unakuta sasa ile inapokuwa inapiga na mtu kweli labda ikamlenga na akaisikia vizuri, ule mshtuko pekee kwanza moyo unafanyaje? Lakini sasa bado unakuja tena labda unapigwa tena na umeme. Kwa kuna possibility kubwa kufanyaje? Ya kufa au kupata madhara makubwa. Sasa tunaposema kwamba baba una uwezo wa kutengeneza hiyo, sasa unapokuwa sasa umetengeneza kwa style hiyo, ni sasa mambo mengine nasema kuna nisino sasa ya giza. Kwa sasa kufahamu sasa bora ile ambayo mawingu hakuna kabisa, kidogo nasema inawezekana. Lakini sasa kama ameitengeneza mpaka imekuja kabisa na mawingu na mvua, sasa utajua kabisa kama ni radi tu ya kikawaida ya kisayansi, kwamba imetokea kwa sababu yani kuna visababu ya kutokea, ni kwamba dalili hizo lazima ziwepo ndio radi inafanyaje, inatokea. Kwa hiyo kujua sasa kama si radi ya kikawaida, ni radi ya upande mwingine, hapo kidogo kunakuwa
kuna shida. Radi haina mahusiano yoyote na nguo ya rangi aina yoyote, as long kwamba umekutwa kwenye maeneo hayo hatarishi, umevaa nguo ya aina yoyote, kuna possibility kubwa ya wewe kuathirika na radi. Umevaa nguo nyeupe, umevaa nguo nyeusi, umevaa nguo sio ya blue, umekaa labda radi imepiga, umeegemea sio ya bageti, umeegemea chuma, au labda upo ndani ya maji. Unaelewa vizuri? Ikikupiga radi unaweza kupata athari yoyote ambayo nazozitaja hapa. Akubwa ile inapokuwa inapiga ina nguvu kubwa. Sasa inategemea inapokuwa imepiga katika ule mti, imekuja imepiga vipi. Kwa hiyo inawezekana possibly kwamba inapokuwa inashuka kutokana na nguvu yake na ule mti labda uimara wake, inakuwa inauchana kabisa pale inapokuwa inapita kuelekea wapi? Kuelekea chini. Kwa sababu unaweza labda sijajua kwamba ulishai kumuona mtu ambaye amepigwa shoti kubwa ya umeme anapokuwa amebadilika. Kama mweusi yani unabadilika, yani automatically ghafla tu pale unabadilika yani. Kwa hiyo yani kwa sababu inakuwa yani mwili mzima unakuwa umeingiwa na ule umeme. Sasa ile nguvu yake sasa ndio inasababisha scenario kama hiyo. Inaweza kakatika, inaweza kapasuka au kakauka tu moja kwa moja. Sasa inawezekana imepiga vipi? Lakini kwenye matokeo hapo linaweza likatokea lolote, lakini kubwa ni hiyo hiyo tu radi. Kutokana na ukubwa wa umeme. Nimekwambia kama volts milioni 100 na ngapi? Ni 25 inakadiriwa. Au inaweza kazidi hapo. Na ndio maana hata inawezekana sometimes hata kuna baadhi ya shule tumeshaweza hata kushuhudia hata kwenye vyombo vya habari, kwenye taarifa za habari, imepiga shule lakini inawezekana kuna mtoto mmoja amekufa au unasema pia, lakini watu wameathirika tu, umekwenda wapi? Wamekwenda hospitali. Kwa unakuta kuna wengine inaweza ikapiga sehemu ikaenda, lakini nyinyi mkapata tu ile rapsha tu ya hiyo umeme, ndio mkapata athari hizo, mshtuko fulani, labda mtu kaungua tu sehemu fulani kidogo. Kwa hiyo imekugusa, haijakupiga ile yenyewe kabisa full. Ikikupiga lazima athari zinakuwa kubwa kupoteza kabisa maisha. Mfano kwenye maeneo ya ukanda wa juu kwenye milima, unapokuwa upo maeneo hayo pia kuna possibility pia kubwa ya kupigwa na radi. Nimesema ni radi huwa inapokuja inashuka inaangalia kwanza yule ambaye yupo juu, unapoanza kushuka alafu ndio narudi chini. Kwa hiyo unapokuwa pia mwenyewe hata juu ya nini ya mlima, ni haraka sana wakati ushaona hizo dalili ushuke chini. Hata kama radi kipiga huko juu, basi wewe isifanyaje? Isikukute. Sasa nimesema mfano mathalani labda uko kwenye jangwa, lakini labda upo mfano maeneo kama ya porini, kwa sababu wafugaji mara nyingi sana wapo maeneo hayo akiwa anafuga mifugo yake. Sasa inapotokea kipindi cha mvua, labda ndo mawingu yametanda na nini, labda mwingine labda mpaka kutoka pale alipo na mifugo yake mpaka kuja kwenye eneo labda la nyumbani huko kwenye zizi inakuwa ni mbali. Kwa hiyo mara nyingi sana hii mifugo na wanyama mbalimbali hata wa porini au kwenye mbuga zetu za wanyama na nini wapo, lakini sio kana kwamba kila radi inapopiga lazima ifanyaje? Lazima iue au iathiri kitu fulani. Inaweza ikapiga tu sehemu nzuri, sehemu nyingine tu ambayo haina madhara yoyote, labda tukakata mti na nini. Umeshansoma vizuri? Lakini sio kupoteza maisha ya kiumbe chochote. Kwa hiyo sasa ikitokea sasa ng'ombe wapo ndo kama hivyo ninavyosema wanafugwa wako porini. Lakini sasa kumbe lile eneo lile wanaolokula majani, wao inawezekana kikimo, wao pale ndo wako juu. Labda majani yako chini. Mvua inanyesha. Kwanza wameloa. Kwa hiyo kuna possibility kubwa inapopiga radi ikatokea bahati mbaya imepiga sasa eneo hilo, mfugo kule unaweza kupata athari hizo. Mifugo ikapoteza maisha au pia ikapata athari nyingine kama ya binadamu pia ukipigwa unapopata. Kwa hivyo. Lakini hakuna kwamba labda ni sababu kubwa ni kwamba wamekutwa wako nje
wanaloa na mvua, wako porini. Lakini sasa radi wakati imepiga bahati mbaya, ndio nasema bahati nzuri ni bahati mbaya, imekuja imepiga eneo hilo, lazima tu atapata athari hiyo mifugo. Kikubwa ndio kama nimesema, kama nilivyosema kwamba unavyoona kwamba kuna dalili ya mvua, mawingu yashatanda, radi imeanza kupiga au zimeanza kupiga, unapaswa kujihifadhi. Na inapopiga ule mgurumo wake, ile dhoruba, usitoke tu kwa haraka hata kama uko ndani. Maana mara nyingi sana madhara yanatokeaga baada kama ya sekunde chache au dakika chache, dhoruba au ile radi kupiga. Wakati na pia kumbe ndio inashuka. Inaweza sasa ukatoka ndio ukafanyaje? Ukakutana nayo. Kwa hiyo inashauriwa ukisikia mgurumo mkubwa wa radi umepiga, hata kama uko ndani, almost ukae walau dakika 30 hafa nao. Afu ndio ufanyeje? Utoke nje uendelee na shughuli zingine. Lakini usiwe umepiga tu muda huo afu ukafanyaje? Unaweza kukutana nayo. Lakini nimesema mfano upo unaogelea, upo ukanda wa juu ushuke chini, huko barabarani kama kuna eneo ambalo ni la jirani, ni la karibu, unaweza labda ukapata sehemu ya kujihifadhi, msikiti au kanisa, nyumba, uombe ujihifadhi. Lakini upo labda sema baba sasa ndo njiani uko porini au jangwani, uchuchumae, ugusanishe miguu yako. Hata kama inapiga, hata kama ikitokea sasa imepiga sasa sehemu hiyo, yani athari hiyo isiwe nini? Isiwe kubwa. Lakini unapomuona kuna mtu amepata athari hizi, amepigwa na radi, kuna wengine wanasema kwamba still bado pale unakuwa una umeme, usimguse yule mtu, hapana, hana umeme. Msaidie kama unajua masuala ya first aid haya ya huduma ya kwanza, lakini omba msaada zaidi, kama ni ambulance ni nini, aje kuchukuliwa aende kupata nini, kupata usaidizi mkubwa zaidi hospitali. Radi, umeme unapopigwa, cha kwanza na inaenda ku affect moyo, mapigo ya moyo. Ule mshtuko unaopata ndio unasababisha hata mtu kufanyaje? Kupoteza fahamu. Umeona? Sasa kuna mambo mawili. Moyo unapokuwa umepata shida, inaweza kama umeshtuka tu, lakini baadaye ukaendelea ukapiga kama kawaida, tuna maisha yafanyaje? Yakaendelea. Lakini ikitokea bahati mbaya umezima kabisa, ndio unapoteza maisha. Kwa mtu anapokuwa labda amepigwa na radi, yeye labda mfano labda amezimia na nini, cha msingi kwanza ni kumweka vizuri. Umeona? Lakini kingine kikubwa ni kumpeleka kwenye msaada zaidi hospitali. Kwa sababu kama amepata athari kubwa sana ndani ya moyo, unapompeleka hospitali na vifaa maalum vya kuweza kumsaidia kuokoa nini? Kuokoa maisha yake. Kwa sababu mwingine anaweza ukamwambia apige SPRI, ile mapigo ya nini ya kumsaidia mtu kufanyaje? Kupumua. Kama mwananchi akawa hajui haba anamsaidiaje, anapigaje yale mapigo katikati ya kifua chake hapa na nini, ili kumsaidia kuushtua nini, kuushtua ule moyo uendelee kufanya nini, kufanya kazi. Kwa ndio maana unasema ikitokea shida kama hii, kikubwa upate usaidizi wa kumpeleka wapi? Kumpeleka hospitali. Kwa anapofika hospitali, wakishajua kabisa bwana huyu mtu hapa amepigwa na radi, wanajua kabisa kwamba tumpe treatment gani huyu mtu ili kuweza kuokoa nini, kuokoa maisha yake. Kama madaktari nafikiri wanafahamu. Kwa kuna ABCD watakuwa wanamfanyia yule mgonjwa ili kumsaidia kufanyaje, kuokoa maisha yake. Hilo nafikiri ndio kubwa.